Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuhabarishe yale ambayo yanajiri sasa hivi katika mitandao ya kijamii na nchini Tanzania katika nyanja za kisiasa. Mtazamaji, hatimaye tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na Samia Suluhu kuchunguza mambo pamoja na mauaji na machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi na maandamano ya tarehe 29 Oktoba hadi tarehe 31 Oktoba. Tume hiyo ya uchunguzi sasa imeanza kufichua ukweli kuhusu machafuko hayo na mauaji ya Oktoba tarehe 29. Kabla ni kujuze yote haya, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii. Tume ya kitaifa iliyoundwa kuchunguza machafuko, ghasia na vifo vinavyohusishwa na matokeo ya Oktoba 29 mwaka 2025 hatimaye imeanza kuchukua sura, huku kesi zilizofanyika Disemba tarehe 16 leo zikiashiria mabadiliko makubwa katika kutafuta uwajibikaji na uponyaji wa kitaifa na kufichua ukweli wa yale yaliyojiri tarehe 29 Oktoba. Tume hiyo ya Samia Suluhu ambayo iliteuliwa kuchunguza chini ya uwenyekiti wa Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman na kuteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan Novemba tarehe 19 mwaka 2025, leo ilikutana ili kusikiliza ushahidi wa moja kwa moja kutoka kwa wahasiriwa ama waathirika, ikiashiria kwamba timu ya uchunguzi ya Samia Suluhu imeanza kutoa matokeo kuhusu machafuko na vifo vya Oktoba 29 wakati wa uchaguzi na maandamano. Wenye taaluma ya sheria, haki za binadamu, utawala bora na usalama, chombo hicho kinaonekana kwa kiasi kikubwa kama mojawapo ya juhudi za uchunguzi zilizofanywa chini ya uongozi wa Samia Suluhu. Kazi yake leo tayari inatafsiriwa kama ushahidi kwamba timu ya uchunguzi ya Samia Suluhu imeanza kutoa matokeo kuhusu machafuko na vifo vilivyotokea, na pia kuhamasisha mchakato zaidi ya mjadala wa kisiasa katika kumbukumbu ya uzoefu wa kibinadamu. Wakati wa kikao cha hivi karibuni leo, tume hiyo ilisikiliza maelezo ya hisia kutoka kwa familia zilizopoteza jamaa, leo ikiwa ni Disemba tarehe 16. Watu binafsi ambao pia walipata majeraha mabaya waliweza kuhojiwa, na wananchi ambao nyumba na maisha yao yaliharibiwa pia waliweza kuzungumza na kutoa ushuhuda. Ushuhuda huu uliweka wazi gharama ya kibinadamu ya machafuko hayo ya Oktoba 29 na kutia nguvu dhana kwamba timu ya uchunguzi ya Samia Suluhu imeanza kufanya kazi na kutoa matokeo mema kuhusiana na mambo ama uchunguzi kuhusu mambo yaliyojiri mnamo Oktoba 29 baada ya uchaguzi. Walionusurika walieleza kwa kina mazingira ambayo vurugu zilizuka mbele ya tume hiyo ya uchunguzi, jinsi majibu ya usalama yalivyotokea na kuchukua hatua, na kiwewe cha muda mrefu cha kimwili na kisaikolojia wanachoendelea kuvumilia. Kwa watazamaji wengi, ukweli kwamba sauti kama hizo sasa zimerekodiwa rasmi inaonyesha kwamba timu ya uchunguzi ya Samia Suluhu imeanza rasmi kufanya uchunguzi na kutoa matokeo kuhusu machafuko na mauaji yaliyotokea Oktoba 29 wakati wa maandamano na baada ya uchaguzi, na pia kuvunja mtindo wa muda mrefu wa ukimya juu ya vurugu nyeti za kisiasa. Baada ya kusikilizwa shuhuda hizo leo katika mkutano huo wa tume hiyo ya uchunguzi wa Samia Suluhu, Jaji Mkuu mstaafu Chande alikiri hadharani ujasiri wa wahanga hao na kusisitiza uzito wa maadili wa ushiriki wao. Alisisitiza kwamba nia yao ya kujitokeza ilikuwa muhimu kwa ajili ya kutafuta ukweli na maridhiano, msimamo ambao uliimarisha zaidi maoni kwamba timu ya uchunguzi ya Samia Suluhu imeanza kutoa matokeo na kufanya kazi rasmi baada ya kuteuliwa mnamo tarehe 19 Novemba. Hata hivyo, Chande pia aliweka wazi kuwa dhamira ya tume hiyo inakwenda zaidi ya kuandika maumivu, huku akisisitiza kuwa lengo kuu ni kukusanya ushahidi wa kuaminika na wa kuthibitishwa ambao utaliwezesha taifa kujifunza kutokana na kile kilichotokea Oktoba. Mwelekeo huu leo umetafsiriwa kama ishara nyingine kwamba timu hii ya uchunguzi ambayo imeweza kuteuliwa na Samia Suluhu hatimaye inafanya kazi na imeanza kutoa matokeo kuhusiana na machafuko na maandamano pamoja na mauaji ya Oktoba 29 wakati wa maandamano, kwa kuzingatia mambo ambayo wameyapata kutoka kwa ushuhuda wa Watanzania. Kulingana na mamlaka yake rasmi, tume hiyo ina jukumu la kubainisha vyanzo vya machafuko ya Oktoba 29 na majeruhi na vifo, kubainisha wale waliohusika moja kwa moja au kuchochea au kwa njia isiyo ya moja kwa moja, na kutathmini uharibifu wa kijamii, kiuchumi na kisaikolojia unaoletwa kwa jamii.
Wachambuzi hao wanaona kuwa wigo mpana kama huo unaimarisha imani kwamba timu ya uchunguzi ya Samia Suluhu hatimaye imeweza kuanza kuonyesha matunda. Vikao hivyo pia vimefungua upya mijadala ya kitaifa kuhusu usimamizi wa maandamano, matumizi ya nguvu na uwiano kati ya utulivu wa umma na haki za kimsingi. Katika muktadha huu, ushiriki wa tume mara kwa mara unatajwa kuwa uthibitisho kwamba tume ya uchunguzi ya Samia Suluhu iliyoteuliwa sasa imeanza kuwahoji wa Tanzania na hatimaye hivi karibuni itaweza kumaliza uchunguzi wake na taarifa rasmi zitawasilishwa kwa Samia Suluhu na pia kuweza kutolewa kama hotuba kwa wananchi wote. Muhimu zaidi, tume imetoa wito wa wazi kwa wananchi wote wenye taarifa muhimu kujitokeza mbele ya tume hiyo, ikisisitiza kwa ushirikiano wa umma ni msingi wa kufichua ukweli kamili. Simulizi hii ya leo Disemba tarehe 16 kwamba tume hiyo ya uchunguzi ya Samia Suluhu tayari imeanza kazi rasmi. Chande amekuwa akisisitiza mara kwa mara kuwa mafanikio ya upelelezi yatategemea uaminifu na utayari wa mashahidi kutoa taarifa sahihi. Maneno yake leo yameweza kutoa hisia ambayo inaleta matumaini kwa Watanzania ambao wengi sasa wanaonyesha uelewa kwamba amani ya kudumu inaweza tu kujengwa juu ya ukweli ambao tume hiyo ya uchunguzi utaweza kuitoa kuhusiana na maafa yaliyojiri mnamo Oktoba 29 na pia kuimarisha imani ya umma na pia kuimarisha imani zaidi kwa Watanzania ambao awali walikuwa wakipinga tume hiyo ya uchunguzi ya Samia Suluhu, ambao sasa hivi huenda wakaiunga mkono. Tume inapoendelea na kazi yake katika maeneo mbalimbali Tanzania, matarajio yanaongezeka kwamba matokeo yake yataathiri sera za siku zijazo, mageuzi ya usalama na mbinu za kuwalipa waathiriwa. Matarajio haya yanahusiana kwa karibu na dhana kwamba tume hiyo ya uchunguzi ya Samia Suluhu huenda ikatoa matokeo mazuri ambayo yataungwa mkono na Watanzania wote. Hata hivyo, wapinzani na wakosoaji wa Samia Suluhu na serikali yake wamepinga kabisa matokeo yatakayotolewa na tume hiyo ya uchunguzi ya Samia Suluhu, wakisema ya kwamba tume hiyo ina uwezekano na asilimia kubwa ya kuegemea upande wa serikali. Tume hiyo hata hivyo inapoendelea na kazi yake katika maeneo mbalimbali, matarajio yanaongezeka kwamba matokeo yake yataathiri sera za siku zijazo, mageuzi ya usalama na mbinu za kuwalipa waathiriwa. Matarajio haya yanahusiana kwa karibu na dhana kwamba timu ama tume hiyo ya uchunguzi ya Samia Suluhu hatimaye imeanza kazi rasmi, na leo tarehe 16 Disemba imeweza kuanza kuonyesha matokeo, huku ikiweza kuchukua ushuhuda kutoka kwa Watanzania na watu walioshuhudia mambo yaliyojiri Oktoba 29. Mashirika ya kiraia na wataalamu wa sheria wamekaribisha vikao kama wakati adimu wa uwazi wa kitaasisi leo, huku akitahadharisha kwamba mapendekezo lazima yatekelezwe. Hata hivyo, wengi wanakubali kwamba mchakato wenyewe tayari unaonyesha kuwa tume hiyo ya uchunguzi itatoa matokeo mazuri, huku wakosoaji wakiweza kupinga wakisema ya kwamba tume hiyo itatoa tu matokeo ambayo yanaegemea upande mmoja. Kwa familia za waliokufa au kufariki na waliojeruhiwa wakati wa maandamano, vikao vimetoa hali ya kutambuliwa. Ndani ya duru za serikali, maendeleo ya tume yanaandaliwa kama sehemu ya juhudi pana za kuleta utulivu nchini Tanzania baada ya kipindi cha mgawanyiko mkubwa. Huku shuhuda zikiendelea kukusanywa, taifa linatazama kwa makini kuona ikiwa uwajibikaji utafuata ukweli. Bado kuwepo na utendaji kazi wa tume tayari umewashawishi wengi kwamba hivi karibuni Watanzania wataweza kujua sababu kuu ya machafuko ya Oktoba 29 na wote waliojeruhiwa huenda wakapata fidia. Hata hivyo, hatimaye kazi ya tume inabadilika kuwa wakati mahususi wa mwelekeo wa kidemokrasia na haki za binadamu za Tanzania. Iwapo mapendekezo yake yanatekelezwa kikamilifu au la, mambo yaliyosababisha machafuko ya Oktoba 29 tayari iko kazini. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia. Chukua sekunde yako moja ama mbili kubonyeza alama like na ubonyeze neno subscribe na alama ya kengele, kisha nijuze maoni yako. Je, unaiamini tume hii ya uchunguzi ya Samia Suluhu na matokeo ambayo imeanza kutoa? Na kuacha uwanja huo wa comment section, vile vile like video hii kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.